kuamrisha khairi. Sisi ni umati Muhammad, taamuruna bil ma'ruf, ni kuamrishana mambo mema na kukataza maovu. Inshallah kwa haya machache, kama nimekosa, alkamalu lillahi, madeka zangu nilekewa zimeisha. Allahu wa rasuluhu a'lam. Shukran Ustadh Abdullah, Ustadh Abubakar, kutukumbusha kama vile thimi yetu inasema, wanaume katika umma, majukumu yao katika da'wa na majukumu yao katika nini, katika familia. Na ametukumbusha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametupa usimamizi, na usimamizi huu unaenda katika upande wa dini na vile vile unaelekea pia, yani dini, ukisema dini imebeba mfumo kamili wa maisha. Kwa hivyo inshallah tukiendelea kufaidika, tutampa nafasi Ustadh Abdullah kutoka Karai, naye pia aweze kutunufaisha inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله أن سيدنا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى، na kumtakia rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa hakika ndugu zangu wapendwa, siku hii ya leo ni siku adhimu, siku ambayo kwamba haijawahi tokea katika sehemu hizi, lakini inshallah leo tumeweza kuiandaa siku kama hii, siku ambayo kwamba itakuwa ni ya kukumbushana, siku ambayo kwamba ni ya kuambizana yale ambayo kwamba tunafaa kuyajua katika Uislamu wetu, kwa sababu bila shaka wengi tunayajua, ni kukumbushana tu, ni kuambizana ama kukumbushana kuhusiana na yale ambayo kwamba sisi kama Waislamu tunapaswa kuyajua. Ndugu zangu wa Waislamu, tuko katika msikiti huu, tumekusanyika kwa ajili ya kukumbushana, na tuko katika kikao, miongoni mwa vikao ambavyo kwamba ni adhimu mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala, kikao ambacho kwamba ndani yake kina fawaidi nyingi ndani yake. Katika kikao kama hiki, kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, hawatakusanyika watu mahala fulani, ima kama ni msikitini au mahala fulani, wakawa wanaamizana, wanafundishana
qala Allah ta'ala au qala rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kikao kama hicho mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala anashukisha utulivu katika hicho kikao, yani watu wanakuwa na utulivu katika hicho kikao. Na mtume anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kikao kama hicho ambacho kama cha heri, kikao ambacho kama cha qala Allah wa qala rasul, kikao ambacho kwamba ni cha kufundishana, Allah anasema au mtume anasema kikao kama hicho huwa kinazungukwa na malaika, yani malaika wanakuwa katika kikao hicho wakiwa wamekizingira, wakiwaombea maghfira. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kwanza kabisa tuko katika kikao adhimu, kikao ambacho kama ndani yake yani kuna sakina ndani yake, kuna utulivu ndani yake. Kikao ambacho kwamba malaika wako katika kikao hichi wamekizingira, wakiwa wanatuangalia na jicho la huruma. Kwa hivyo tufahamu ya kwamba katika kikao kama hichi Allah subhanahu wa ta'ala ametuzingira kwa wenzake na malaika, na ndani yetu amejalia kwamba kuna utulivu ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'a, yani shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Ndugu zangu Waislamu, namna ambavyo kwamba tumefanya hapa, tumeitana kutoka sehemu tofauti tofauti, ni kwa ajili ya kushikana pamoja. Tumeitana kutoka sehemu mbalimbali, usari wa kutoka Gadanga na wengine wenzetu ambao kama wametoka sehemu ya mbali, tukaja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukakuja hapa kwa ajili ya kushikamana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema wala tafarraqu, wala msifarikiane, wala msitofautiane. Tumekuja hapa kwa ajili ya kujengana au kuwa pamoja. Lakini ndugu zangu Waislamu, kama tungekuwa hatuna umoja, bila shaka hatungekuwa mahala kama hapa. Lakini kwa sababu tunatafuta umoja, kwa sababu tunatafuta uwiano, ndio maana tumeitana na tukaitikia mwito, tukawa wenyewe kufika mahala kama hapa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hiki kikao ni kikao adhimu, ni kikao ambacho kwamba malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wamekizingira kikao kama hichi, na kikao ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia sakina ndani ya roho zetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tujaribuni sana kukiitanwa vikao kama hivi, tuwe ni wenye kufika, ili tuwe ni wenye kupata fawaida ambazo kwamba tutakuwa ni wenye kuzipata. Bila shaka mzungumzaji si peke yangu, kuna mzungumzaji ambaye kwamba kwa hapa pia. Napenda kuchukua nafasi hii kuweza kurejesha usukani kwa yule ambaye kwamba anaendesha hili swala inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri sasa maustadhi wetu wa kutoka katika maeneo yetu haya wamesha tufungua, na kufikia sasa tutakuwa tushaelewa ama tushakumbuka maksadi ya sisi kukusanyika katika sehemu kama hii. Bila kupoteza muda, nitamwalika Sheikh Ali Sharif kutoka maeneo ya Gadhanga, ambaye kwamba yeye sasa ataingia baharini yake, aogelea anavyotaka. Maustadhi wetu walikuwa kazi yao ni kufungua nini? Ni kufungua njia, washafungua njia. Mada ambayo kwamba shekhe wetu tumempangia na ameifanyia kazi ni inayo unwani majukumu ya mwanaume katika familia na jamii. Kama tunakumbuka theme ya
kikao yetu ya leo ilikuwa mwanaume katika umma, majukumu yake katika da'wa, na vile vile majukumu yake kama mlezi na majukumu yake katika jamii. Kwa hivyo Ustadh Sheikh Ali atatuzungumzia majukumu ya mwanaume katika familia na katika jamii, alafu baada yake insha Allah tutampata mmoja ya ndugu zetu ambao kwamba tunashirikiana nao katika masala ya da'wa kutoka katika kundi ya Salim Da'wa, naye atakuja atatuelezea tena umuhimu wa jukumu hili la da'wa inshallah. Faliyatafadhal mashkuran inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الكون أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama mada ilivyojieleza, ni kuzungumzia au kukumbushana kuhusiana na majukumu yetu sisi kama wanaume katika familia zetu, lakini pia katika jamii tuna majukumu gani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad karramna bani adam, hakika tumemtukuza mwanadamu, wa hamalnahum fil barri wal bahri, na vile vile tumempa vya kupanda. Walaqad karramna bani adam, hakika tumemtukuza mwanadamu, wa hamalnahum fil barri wal bahri, na vile vile tukampa vipando ambavyo kwamba yeye anapanda baharini na vile vile mchikavu ambapo kwamba tunatembea, yani yeye akawa ni tofauti na viumbe wengine wote. Lakini vile vile warazaqnahum min at-tayyibati, na tumemruzuku vile ambavyo kwamba ni vizuri, vyakula ambavyo kwamba ni vizuri, tofauti labda pengine na wanavyokula wanyama, wanavyokula wadudu na viumbe vingine ambavyo kwamba vinakula. Vitu ambavyo kwamba wanadamu anakula ni vitu ambavyo kwamba vya kitofauti sana. Tayyibati warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdila. Alafu Mwenyezi Mungu anasema, na tukamboresha tukamfanya kwamba ni bora kuliko wengi ambao kwamba tumewaumba, tena kumboresha kumtukuza ambao kwamba ni kukubwa zaidi. Ile fadhila ambayo kwamba kunayo mwanadamu ni tofauti na viumbe wengine wote. Yaani mwanadamu anaweza kupanda daraja akawa zaidi ya malaika, na anaweza mwanadamu huyu akashuka daraja akawa chini zaidi ya hayawani, kulingana na vile ambavyo kwamba yeye mwenyewe anaweza kuishi katika ulimwengu kama huo. Kwa hiyo biljumla ni kwamba mwanadamu ni kiumbe ambaye kwamba ni tofauti na viumbe wote, ikiwa atajielewa vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba. Ndio maana hata malaika tunasema kwamba walifanya wivu walipoumba mwanadamu, kwa sababu huyu ndio khalifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, malaika walisema ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Baada ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kumfanya kwamba mwanadamu ndiye khalifa aliyeumbwa wa huu ulimwengu, malaika walihoji swala kama hilo, wakasema kwamba unataka kuleta kiumbe ambacho kwamba kinakuja kufanya ufisadi, lakini sio kufanya ufisadi na kumwaga damu pia katika ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba mimi najua zaidi kuliko nyinyi ambavyo kwamba mnajua.
Sasa huyu ndiye mwanadamu ambaye kwamba ameletwa kuwa khalifa katika ardhi. Lakini mwanadamu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba kwamba ni mwanamke na mwanaume. Na upande wa wanaume kama ambavyo kwamba ustadhi alielezea, akasema Mwenyezi Mungu amesema kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ba'd. Wanaume ndio ambao kwamba wanatakiwa kuwa wasimamizi, na hili ndio ambalo kwamba tunataka kulizungumzia hapa. Ndio ambao kwamba wanatakiwa kuwa wasimamizi wa wanawake, na sio wanawake peke yake, bali ni wasimamizi wa familia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu. Lakini kwa nini wawe viongozi? Kwa sababu ya yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha. Wanaume ni ambao kwamba wanaweza kubeba mambo ambayo kwamba wanawake hawawezi kuyabeba. Ndio ambao kwamba wanaweza kuvumilia dhiki ambazo kwamba mwanamke hawezi kuvumilia. Lakini ndiye ambaye kwamba yeye anafaa kuwa kiongozi kwa sababu nyingi ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kwa sababu hizo. Sasa mwanaume ambaye kwamba anatakiwa kuwa kiongozi katika jamii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa majukumu ambayo kwamba anatakiwa kuyasimamia katika ulimwengu kama huu. Kwanza tujue kwamba kila mtu ambaye kwamba yuko katika ulimwengu kama huu, basi kila mtu ataulizwa kuhusiana na masala ambayo kwamba yeye anayafanya. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Nyote ambao kwamba muko katika ulimwengu kama huu, kila mtu katika nyinyi ana majukumu ambayo kwamba anatakiwa kuhifadhi na kuyachunga na kuyalinda, na kila mtu ataulizwa kutokana na mambo kama hayo. Akasema al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati. Imamu yeye pia ni mtu ambaye kwamba tunaweza kusema ni mchungaji au ni pastor, na ataulizwa kutokana na yale ambayo kwamba wale watu ambao kwamba wako chini yake. Na Mwenyezi Mungu awabarikie kheri ambao kwamba wametengeneza warsha kama hii kwa sababu ya kuelezana masala ya Uislamu na majukumu namna gani tunatakiwa kutoka katika hali ambayo kwamba tuko nayo kuingia katika ahsanil hal, kuwa katika hali nzuri zaidi, na kujua kama sisi wazazi ni yapi majukumu yetu katika jamii na katika familia na kwa nyanja zote. Kwa hiyo imamu ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na wale watu ambao kwamba anaongoza, ulikuwa unaongoza vipi? Leo tumekuwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao kwamba wanapenda sana uongozi. Wengine wanasikia raha kiitwa fulani yeye ni kiongozi mahali fulani, yeye anasikia raha. Lakini hatujui kwamba haya ni masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo kwamba tutakwenda kuulizwa. Kwa hiyo uongozi ni kitu ambacho kwamba kina dhiki na kina masuhulia makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awafanyie wepesi viongozi wetu katika kuendeleza majukumu yao. Na akasema wal abra'i, na vile vile baba vile vile ni mchunga wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, naye ataulizwa kuhusiana na watoto ambao kwamba ako nao. Watoto ni neema katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi uliishi na watoto kama hao? Lakini tuingie moja kwa moja katika mada ambayo kwamba tumeikusudia leo, ni majukumu ya wazazi kwa familia. Tunapozungumza familia ni mke na watoto na wote ambao kwamba unawasimamia, ambao kwamba wako chini yako. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, swala kama hili alikuwa ni yeye ambaye kwamba alikuwa ni rahimu zaidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka maelekezo ya namna gani tunaweza kuishi au kuziendesha familia zetu. Kwa hiyo katika hili majukumu au hukuki ambazo kwamba ziko kwa familia, hasa kwa mtoto ambaye kwamba unamuongoza au kwa mke ambaye kwamba unamuongoza, majukumu ni mengi. Lakini tukianza na mtoto, tutaje yale ambayo kwamba yako kabla ya mtoto kumzaa. Kuna mambo ambayo kwamba kama Muislamu unatakiwa kuangalia wewe kama baba
unatakiwa kuangalia mtoto wako. Kuna mambo ambayo kwamba, majukumu ambayo kwamba kabla ya kumzaa unatakiwa kumfikishia au kuyatekeleza majukumu kama haya. Majukumu kama hayo, moja ambalo kwamba ni la kwanza ni kuhakikisha kwamba mama ambaye kwamba unamwandaa au unamtengeneza kwamba yeye ndio awe mama wa mtoto wako, awe ni mama ambaye kwamba anafaa kumlea mtoto kama huyo, kwa sababu mama ndio madarasa ya kwanza. Ndio mmoja katika shuara ustadhi alizungumza, anasema kwamba al-ummu madrasatun idha a'adatta shi'ba tayyiban al-araq. Mama ndio madarasa ya kwanza. Ikiwa itaandaliwa vizuri, basi yule mtoto pia kuna uwezekano mzuri ambao kwamba anaweza akawa vizuri. Ndio maana Mtume katika hadithi yake alizungumza akasema, tunkahul mar'atu li arba'in, lakini mwisho akasema fadfari bidhati dini. Mwanamke unaweza kumuoa kwa sababu labda pengine ni mzuri, lakini unaweza kumuoa kwa sababu ya mali au kwa sababu ya heshima. Pia na wewe unataka kupata heshima, yeye yako na heshima, unaweza kufanya, lakini muhimu katika hayo ni dini. Muhimu katika hayo ni dini, kwa sababu dini ya mwanamke ndiyo inaweza kumtengeneza mama, unaweza kumtengeneza mtoto, na sio mwanamke peke yake. Hata wewe baba pia unatakiwa kuwa mtu ambaye kwamba mwenye dini zaidi kuliko hata huyu, kwa sababu wewe ndio unatakiwa kuwa mfano kwa mama na watoto. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Atakapowajia yule mtu ambaye kwamba munaridhia dini yake na munaridhia tabia zake, basi mtu kama huyo muozesheni. Na ikiwa hamtafanya hivyo, basi inaweza kuwa fitna katika ulimwengu kama huu, lakini pia na uharibifu mkubwa. Leo majumba mengi yanaharibika kwa sababu baba mwenyewe ni mtihani na mama ni mtihani. Siku moja nimepata kesi msikitini, kuna mmoja ameoa, mama ananyonyesha mtoto na anaenda kulewa. Huyu mtoto nadhani kwamba ana kitu gani ambacho kwamba anarithi kutoka kwa mama huyu? Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Chagua sehemu ambayo kwamba wewe unataka kupanda ile mbegu yako, kwa sababu mshipa una athari ambayo kwamba unaweza ukaathiri vikubwa sana. Sasa Mtume katika hadithi kama hii amesema kwamba kwa upande wa mwanaume, wewe unatakiwa kuangaliwa dini na tabia zako. Dini ni nini? Dini ni swala, ni somo na mambo mengine, ijapokuwa yanaingia yote, hata akhlaq inaweza kuingia katika dini. Lakini ikija sehemu tofauti, ina maana kunaelezewa umuhimu wa haya mambo mawili kufungamana, kwa sababu anaweza kuwa labda pengine mwanamke ana dini, au labda pengine mume ana dini lakini tabia zake sio mzuri. Kuna kisa kimoja ambacho kwamba tuliwahi kukisikia kwamba kuna mwanamke ambaye kwamba alikuwa ni swala 5, mpaka wakati mwingine tahajjudi anaswali, lakini alikuja kumkosa mama mkwe wake na sumu, mama wa mume wake, bado kidogo tu. Sijui kilichomnusuru ni kitu gani, labda Mwenyezi Mungu tu, lakini alikuwa anataka kumuua mama wa mume wake. Ndio maana tukaambiwa dini na tabia. Lakini kwa nini imekuja kwa wanaume tukaambiwa dini na tabia? Kwa sababu mwanamke akiwa na dini ni rahisi kumtengeneza tabia, lakini mwanaume huyu akiwa hana tabia na ana dini, ni ngumu kwa mwanaume kuweza kutengenezeka tabia zake. Kwa hiyo moja katika majukumu ambayo kwamba tunatakiwa kumwangalia mtoto wetu ni mama ambaye kwamba anafaa kuwa mama. Sasa hapa inawezekana labda pengine wewe umeshapata mke ambaye kwamba mliishi kwa muda mrefu na labda pengine tabia zake sizo, unafanyaje? Sasa hapa ndio unatakiwa kung'ang'ana wewe kama baba kuona namna gani unaweza kumtengeneza huyu mama awe ni mama ambaye kwamba ni wakisawasawa, kwa ile hali ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba wanawake tunajua kwamba istausu bin nisa'i khairan, wahusieni wanawake khairi, kwa sababu wao wameumbwa kwa ubavu ambao kwamba umepinda. Ndio sasa alitoa hadithi, innaman rijalu shaqaiqu innaman nisa'u shaqaiqu rijal. Hawa wanawake ni watu ambao kwamba wametoka katika ubavu, yani shaqaiqu Kiarabu ubavu unaitwa
upande huu. Sasa wametoka katika sehemu hii, shaqaiq ina maana kwamba wamepasuka kutoka katika sehemu hii za wanaume, au kwa tafsiri nyingine tunafasiri kwamba ni ndugu zetu. Kwa hiyo tunafaa kuhurumia. Kwa namna hiyo tunafaa wanaume kuangalia majukumu yetu. Jukumu la kwanza ni hilo ambalo kwamba la kumtengeneza mama. Ndio wakati mmoja alikuja bwana mmoja kwa Sayyidina Umar radhiallahu anhu, akamshtakia kwamba kuna kijana wake ambaye kwamba alikuwa anamkosea adabu baba yake. Lakini yule kijana alipoletwa kwa Sayyidina Umar, akamuuliza Sayyidina Umar, hivi mtoto hana haki kwa baba yake? Ni baba tu ndiye ana haki kwa mtoto wake? Baba, mtoto yeye hana zile haki ambazo kwamba baba anatakiwa kuzikamilisha kwa huyu mtoto? Sayyidina Umar akasema anazo. Akamwambia ni gani? Akamwambia haki ya kwanza amchagulie mama ambaye kwamba ni mzuri. Haki ya pili ampe jina zuri. Haki ya tatu amsomeshe Qur'an. Akamwambia basi huyu mzee hakuna hata moja alilolifanya katika hayo. Mama ambaye kwamba ni mama yangu mimi ni Majusi, wale ambao kwamba walikuwa wanaabudu moto. Pia hajanifundisha hata herufi moja katika Qur'ani. Sio lazima wewe ukae ufundishe, lakini unaweza kumpeleka mtoto madarasa. Hii pia ni katika kumfundisha kama ambavyo kwamba tunawapeleka shule. Hata ya tatu ampe jina zuri. Akasema haya yote huyu hajayafanya. Sayyidina Umar akamgeukia yule baba akamwambia, wewe ulimkosea mtoto wako kabla ya kukosea. Na hii ndio katika hatari ambayo kwamba leo tuko nayo. Tunaona kwamba jamii sisi tunatengeneza, labda pengine tunataka kumtengenezea mtoto maisha mazuri, kumpeleka shule na kufanya mingine, lakini kwa upande huku tunajisahau. Si kwamba ni vibaya kumpeleka mtoto shule ajue awe labda pengine awe presidenti, awe daktari, awe nani, lakini unafaa kuangalia dini, kwa sababu hii dini ndio ambayo kwamba inaweza kufanya huyu mtoto ajue thamani yako wewe kama baba. Leo watoto wengi, juzi tumepata kesi moja kutoka Malindi. Mtoto amechukua fimbo kumchapa, anataka kumchapa mama yake. Ni mtoto wa Kiislamu, amelelewa katika Uislamu, lakini tukaja kugundua kwamba shida pia ambayo kwamba iko ni kwamba huyu mama mwenyewe pia naye pia ni mtihani, hataki mtoto wake elekezwe katika masala ya khair. Ndio pale katika hii kisa cha Sayyidina Umar radhiallahu anhu kumchagulia mtoto mama ambaye kwamba yuko sawa sawa. Au wewe baba, ikiwa umeona kwamba umemchagua kutoka huko, unafaa kujiangalia baada ya hapo. Kwa hiyo kama unaona kwamba huko nyuma hili limekuwa gumu, basi jaribu kuanza kuangalia hapa. Hilo ni moja katika majukumu ya mtoto kabla ya kuwa. Sasa baada ya kwamba mtoto ameshaingia sasa katika ulimwengu, wewe kama baba, kitu ambacho kwamba unatakiwa kukifanya ni kumpa jina ambalo kwamba ni zuri. Tutaelezea zaidi haya ambayo kwamba yanaingia katika upande wa familia. Haya mengine ya sunna tutajaribu kuyakatakata, kwa sababu majukumu ya baba kwa familia ni mengi. Katika hayo, masala ya chakula tunajua ni ya kawaida, lazima baba aweze kusimama kulisha familia yake. Masala ya kuvaa na sehemu ya kukaa. Lakini katika majukumu mengine ambayo kwamba ni majukumu muhimu sana, ni mtoto kuweza kumpatia ilmu, kumuongoza katika masala ya dini yake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza akasema kwamba wafundisheni watoto wenu mambo matatu. Kitu cha kwanza, kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vipi atampenda Mwenyezi Mungu akiwa hata hajui Mwenyezi Mungu ni nani? Ndio maana katika madarasa tunafundishwa tauhidi, kumjua kwamba Mwenyezi Mungu ni nani. Ndio mmoja pia aliandika kitabu akasema kwamba at-tauhidu awalan ya du'ata al-mu'minin, ya du'ata al-muslimin. Tauhidi ndio kitu cha kwanza, enyi madai ambao kwamba mnalingania katika Uislamu. Kwanza umfundishe kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kitu cha pili umfundishe kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hizi zote zinapatikana madarasa. Vipi atampenda Mtume ikiwa hamjui Mtume? Ndio maana katika madarasa zetu kuna somo ambalo kwamba linawekwa la sira
vipi anaweza kumjua Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lakini jambo la tatu ni kumsomesha Qur'ani, kumsomesha mtoto Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtoto afundishwe Qur'ani. Ikiwa mtoto hataijua Qur'ani na Qur'ani ndio mwongozo, anaweza kushindwa vipi anaweza kuishi katika maisha kama haya. Ibn Qayyim al-Jawzi anazungumza katika kitabu chake Tuhfatul Mawlud bi Ahkami al-Mawlud. Ibn Qayyim al-Jawzi anazungumza, anasema kwamba matatizo mengi ambayo kwamba yanatokamana na watoto, leo tunaona kwamba shida zimekuwa ni kubwa katika jamii. Kila mtoto hamsikilizi baba yake. Lakini kwa nini matatizo yanakuwa mengi kiasi kama hiki? Anasema kwamba wa aktharul auladi inma jaa fasaduhum min qibali al-aba. Matatizo mengi ambayo kwamba yanakuja kutoka kwa watoto, shida kubwa ambazo kwamba zinapatikana kutoka kwa watoto ni kwa sababu ya wale baba kupuuza majukumu ya hawa watoto katika kuwafundisha kwao faradhi za dini, umuhimu wa dini. Dini inamwamrisha nini? Dini inamkataza nini? Mwenyezi Mungu anasema nini? Mtume anasema nini? Hata mtoto hajui. Hata labda pengine na mke ambaye kwamba yuko nyumbani hajui swala, na umeishi naye miaka 10 au labda miaka 5, miaka 20, miaka 6, hajui hata namna gani anaweza kuoga janaba lake. Mtihani ambao kwamba tuko nao, kama alivyozungumza ustadi, haya ni masala ambayo kwamba tutakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya kuacha kuwafundisha faradhi za dini na sunna zake. Lakini pia wakawa sasa wanapotezea. Mtoto hajui faradhi ni nini, mtoto hajui sunna ni nini, mtoto hajui katika Uislamu anatakiwa kuishi vipi. Yeye anaiga yale maisha ambayo kwamba wengine wanaishi huko nje, na labda pengine na wewe baba unamsapoti katika hilo. Mtoto anapokuja madarasa, swala la madarasa tunaambiwa kwamba mtoto anachoka sana. Shule zimefungwa, mtoto apumzike. Yaani madarasa imekuwa kwamba Mwenyezi Mungu tumemweka pending. Pale ambapo kwamba sisi tuna muda ndio Mungu tunamkumbuka, au tuna matatizo ndio tunamkumbuka Mungu. Lakini kumtekelezea Mwenyezi Mungu haki zake ndio kitu ambacho kwamba sisi tumekuwa kwamba tunakikataa kitu kama hicho. Sasa leo Ibn Qayyim al-Jawzi anakumbusha na kusema kwamba matatizo ambayo kwamba yanatokamana na vijana. Leo kijana labda pengine wa miaka 9, 10, 12, 13 anavuta bangi. Lakini kijana kama huyu labda pengine kuvuta bangi anaweza kuona ni sawa. Lakini madarasa akichapo pimbo kwa kosa amefanya, basi mzazi atakuja juu. Mitihani ambayo kwamba pia tunapatana na walimu madarisi kama hizi. Kuna wazazi ambao kwamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu ameongoza. Sisi kule kwetu tumeanzisha system ya watoto kuswali msikitini alfajiri. Na kuna wazazi ambao kwamba wanashika watoto wao mikono wanaleta, huyu hapa mtoto tunaswali naye, mzazi anaendelea na shughuli zake, sisi tunamfundisha mtoto. Unadhani mtoto kama huyu ambaye kwamba anakuwa kumuona baba yake alikuwa anakuja msikitini, vipi ataichukulia swala? Na kuna wengine ambao kwamba wanakuja wazazi wamelala nyumbani, kwa sababu wanajua wakikosa hapo fimbo siku. Lakini mzazi anamwamsha mtoto anaendelea na kulala. Sasa na katika kitu ambavyo kwamba majukumu muhimu ni baba kuweza kuwa mfano mwema katika ile familia ambayo kwamba upo au katika jamii. Na hii ina athari kubwa sana katika kizazi zaidi na zaidi. Ndio hata Ibn Kathir radhiallahu anhu anasema katika tafsiri yake, katika ile tafsiri ambayo kwamba alivyotafsiri aya wa kana abuhuma saliha, baba yao alikuwa ni mwema. Huyu baba ambaye kwamba alikuwa mwema alikuwa ni baba wa 7. Yaani baba wa 7, labda pengine mtoto hata akiambiwa taja yeye hajui, lakini ile athari ya wema aliyokuwa nao ilisababisha kuhifadhika mali ya watoto mpaka kufikia wa 7. Kwa hiyo wema ni katika mambo ambayo kwamba ni muhimu kwa upande wa wazazi. Kwa hiyo tukiendelea, kwanza mtoto kuto kufundishwa unasababishwa kuweza kupoteza, kuto kujua, anapoteza haki. Ikiwa mtoto hajui umuhimu wa swala hawezi kuswali.
akiwa hajui muhimu wa Qur'ani hawezi kusoma Qur'ani. Mfundishe wewe baba mtoto wako, umwambie kwamba Qur'ani ndiyo mwongozo ambao kwamba sisi tunafaa kufuata. Vipi anaweza kufuata mwongozo wa Qur'ani ikiwa hajui? Na hatari ambayo kwamba iko faadau sigharan, ikiwa hajafundishwa atapotea akiwa ni mdogo, lakini pia hatajinufaisha yeye mwenyewe na wala wewe baba hatakunufaisha. Kwa nini hatakunufaisha? Kwa sababu ndio kuna mmoja anasema, Ibn Qayyim al-Jawziyya anasema kwamba kuna mtoto mmoja alimwambia baba yake, walimlaumu baba yake, akamwambia kwamba wewe baba, wewe ndiye ambaye kwamba ulisababisha haya matatizo ambayo kwamba mimi nayafanya, kwa sababu wewe toka utotoni ulinikosea, huku nipa maelekezo ambayo kwamba natakiwa kuishi. Leo tunawatengenezea watoto future nzuri katika dunia. Vipi anaweza kuwa labda pengine au tajiri ambaye kwamba anaweza kunisaidia, lakini unasahau kwamba huyu ambaye kwamba wewe unamwazia labda pengine kuwa na pesa aishi vizuri katika maisha, anatakiwa pia kuna siku ambayo kwamba atatoka katika ulimwengu kama huu, au wewe utatoka katika ulimwengu kama huu, hata kukuombea dua hajui. Kwa hiyo wewe utatoka umekwenda na umekwenda, hakuna chochote ambacho kwamba umekiacha katika ulimwengu kama huu. Kwa hiyo anamwambia kwamba wewe ulinikosea, sasa ni zamu yangu kukukosea. Hizi ni katika mambo ambayo kwamba tunafaa kuangalia kwa watoto. Lakini pia pamoja na kumfundisha mtoto, kitu ambacho kwamba tunakifaa sana ni kuombea dua. Kuna wakati mwingine au kuna baadhi ya wazazi ambao kwamba alhamdulillah wanajitahidi, lakini watoto ni wakorofi. Hii inatokea sio kwamba labda pengine wewe ni mwema ndio lazima mtoto awe mwema. Nabii Allah Nuh alayhi salam alikuwa ni mtume, lakini mtoto wake aliangamia. Lakini inaweza kuwa na athari kubwa katika jamii ule wema wako kwa asilimia kubwa sana, ijapokuwa sio lazima. Kwa hiyo katika mambo ambayo kwamba tunatakiwa kuyafanya kwa watoto wetu pia ni kuombea dua. Maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa ambayo kwamba tuko nayo katika jamii zetu leo, mtoto wacha kwamba kumuombea dua Mwenyezi Mungu amuongoze, wewe unamuombea kabisa dua mbaya. Na dua ya mzazi kwa mtoto ndio dua ambayo kwamba hairudi. Wakati mmoja Ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, kuna mtu alimjia kwake akamwambia, mtoto wangu amekuwa mkorofi kwa kiasi kikubwa sana. Akamuuliza, wewe unamuombea dua mbaya? Akamwambia naam. Akamwambia, wewe ndio umemharibu mtoto wako. Yaani badala mtoto muone kwamba anaenda katika njia ambayo kwamba sio sawa, umuombee Mwenyezi Mungu, labda pengine wewe ndio unampeleka au kumuita mtoto majina mabaya. Hizi ni katika hali ambayo kwamba wazazi tunawaharibu watoto wetu kwa asilimia kubwa sana. Kwa tujitahidi katika hili. Lakini katika mambo ambayo kwamba pia tunafaa kuyafanya kwa watoto ni namna gani tunaweza kufanya kuwalea watoto wetu kwa huruma. Na huruma ambayo kwamba inakusudiwa hapa ni huruma ambayo kwamba wewe ile Mwenyezi Mungu ambayo kwamba amesema qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi watu ambao kwamba mmeamini, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu, muwaokoe na moto. Kuna wakati mwingine tunaweza kuona mtoto anapata dhiki katika baadhi ya wakati. Kwa mfano kama hili suala la kumwamsha mtoto alfajiri, nenda msikitini, tunaona kwamba ni uzito. Mwingine baba anaweza kumhurumia mtoto wake, akaona mtoto ni mdogo lakini asimwamshe, na wakati huo huo mtoto anamwamsha kwenda shule. Lakini kumwamsha kwenye swala ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bisolati wa hum abnai sab'i wadribuhum alaiha wa hum abnai 10 ulifani. Kumwonea huruma mtoto ni kuhakikisha yale mambo ambayo kwamba yanaweza kumwangamiza katika ulimwengu kama huu, na mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unamwepusha nayo. Muamrishe mtoto kuswali, kama amefikia umri wa kufunga afunge.
Ndio kuna mmoja katika mashehe aliwahi muuliza mama mmoja, akamwambia kwamba watoto wako unawaamsha alfajiri kuswali? Akasema hapana, siwaamshi kuswali. Kwa nini huamshi kuswali? Watoto wangu wana usingizi mzito. Akawasema yaani watoto wana usingizi mzito kiasi ambacho kwamba hawezi kuamsha. Lakini yule shehe akamwambia, je, itakuwaje kama nyumba itaungua moto, utawaacha ndani? Akasema hapana, siwezi kuacha ndani. Kwa nini usiwache ndani wakati una usingizi mzito? Akasema kwamba nitafanya vyovyote waamke. Basi akamwambia Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kama moto wa dunia ambao kwamba unaweza kumunguza kwa muda mfupi, utamtoa katika moto kama huo, vipi moto mwenye mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba atakaa miaka yote? Kwa hiyo tunatakiwa kuangalia vipi tunaweza kuziangalia huruma zetu kwa mtoto. Kuna watoto ambao kwamba ule wakati mwingine ile mtoto kumwekea uzito katika masala ya kidini inaweza kumjenga katika ukubwa, akifikia anaona kwamba ni kitu cha kawaida kwa sababu ameshazoea. Sio lazima kwamba labda pengine kila wakati kila siku unamwamsha, lakini mwamsha siku 2 3, wakati mwingine aende siku zote mpaka anazoea kuswali alfajiri, anajua kwamba ni kitu ambacho kwamba ni cha kawaida. Kwa hiyo pia tunafaa kuwalea watoto wetu katika mazingira ya kuwahurumia. Wakati mwingine katika mambo ambayo kwamba tunafaa kuyafanya katika mazingira ambayo kwamba tuko nayo kwa familia zetu, pia vile vile kuwalea katika mazingira ambayo kwamba tabia nzuri, kuwatengenezea tabia ambazo kwamba ni tabia wanaweza wakaishi na watu vizuri. Ujue kwamba mtoto huyu ambaye kwamba wewe unaishi naye leo, sio kila siku unaweza kuishi naye. Unaweza leo upo, kesho haupo. Kuna wazazi ambao kwamba wanaamrisha watoto wao labda pengine wapige watoto wengine mtaani, au watukane watu, au wafanye hivi, wafanye mambo ambayo kwamba sio mazuri. Badala ya kuwafundisha watoto namna gani wanafaa kuishi na watu, zile tabia ambazo kwamba Uislamu unatufundisha kuishi, yeye anawafundisha tabia ambazo kwamba hata Muislamu, hata mwanadamu wa kawaida asiyekuwa Muislamu hatakiwi kuishi. Kuna watoto wengi ambao kwamba wanaharibika kwa sababu ya miongozo mibaya ya wazazi au kukosa kabisa mwongozo. Na mtoto kama huyu labda pengine ikiwa wewe utasimama kumwadabisha kwa kosa ambalo kwamba analifanya, wewe ndiye ambaye kwamba utakuwa makosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi katika walimu ambao kwamba wameshatukanwa na wazazi? Kwa sababu gani? Kwa sababu amemchapa mtoto. Kwa sababu amemchapa mtoto na huyo alikosea. Mzazi anakuja kusimama mbele ya mwalimu na mbele ya mtoto wake anamtukana ustadi kama huyo. Unadhani kwamba huyu mzazi, huyu mtoto ni picha gani ambayo kwamba yeye anaichukua katika akili yake? Si anajua kwamba hili jambo liko sawa? Anaona kwamba kumbe kumtukana ustadi ni kitu cha kawaida tu. Siku nyingine anakuja kumtukana na yeye. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwamba kumfundisha mtoto tabia ambazo kwamba ni mzuri, zinatakiwa hiyo ni kipao cha mbele. Lakini vile vile katika mambo ambayo kwamba yanatakiwa kuyafanya ni nasaha kwa mtoto. Wakati mwingine kana watoto wako wewe unawapa nasaha namna gani mnatakiwa kuishi. Haya maisha ambayo kwamba mnaishi ni maisha mafupi. Mtoto ajue kwamba leo yupo, kesho hayupo. Mpe miongozo ambayo kwamba unatakiwa kuishi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam alimwelekeza Ibn Abbas radhiyallahu anhu alipokuwa mdogo, akawa anamwambia, ya ghulam, inni uallimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhuka. Mimi kuna mambo ambayo kwamba, kuna maneno ambayo kwamba nitakupa, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi. Yaani wewe umuhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Vipi unamhifadhi Mwenyezi Mungu? Kuhifadhi Mwenyezi Mungu ni kuhifadhi yale mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anasema yahifadhiwe. Umuamrishe swala, awe anafunga,
huku ndio kumhifadhi Mwenyezi Mungu au kuhifadhi dini yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema ihfadhillaha tajiduhu tujahaka, muhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utapata kwamba yeye yuko mbele yako. Lolote ambalo kwamba katika tatizo ambalo kwamba unalipata, utakuta ndani yake kuna msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuhifadhi kutokamana na mengi. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha ista'anta fasta'in billah, na unapotaka msaada mtake msaada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo tumekuwa sisi tunamwacha Mwenyezi Mungu, tunaomba msaada watu wengine. Mmoja katika hukama ambaye kwamba ni Ibn Abdullah Sakandari anasema katika hikma zake kwamba la tarfa'anna hajatak ila man la yastati'u irfa' hajatak, usimwambie mtu matatizo yako ambaye kwamba hata huna uhakika kwamba anaweza kukusaidia. Imekuwa kwamba sisi tukipata matatizo tunaelekea kwa watu. Umepata matatizo unamwendea huyu, unamwacha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasahau kwamba ikiwa utamwelekea Mwenyezi Mungu wakati ambao kwamba kama alivyosema katika hadithi, unapomwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa raha, basi wewe wakati wa shida unakuta kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu uko pale. Sio kwamba hautapata shida, lakini shida ambayo kwamba utaipata basi huwezi kufikia kudhalilika, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesimama na wewe na yuko na wewe katika nyakati zote. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo kwamba tunafaa kwa watoto kuwafundisha katika maisha. Katika mambo mengine ambayo kwamba na ni mambo muhimu, tujitahidi sana kwa walezi kuwalisha watoto vyakula vya halali. Hili ni katika jambo ambalo kwamba labda pengine tunaweza kuona ni sahali, lakini ni jambo ambalo kwamba lina uzito, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nyama yoyote ambayo kwamba inakuwa kwa haramu, basi moto una haki zaidi wa nyama kama hiyo kuliko pepo. Kwa hiyo katika mambo ambayo kwamba ni muhimu ni kujitahidi sana wakati ambao kwamba tunatafuta riziki, kutafuta riziki za halali, kwa sababu ile haramu inaweza kumpelekea kuingia katika haramu vile vile. Na ndio maana mmoja katika baadhi ya ulama alizungumza akasema kwamba Uislamu umekataza zinaa na ukaita kwamba zinaa ni mbaya, kwa sababu mara nyingi ambacho kwamba kinazalikana kutokamana na tendo lile vile vile kinakuwa ni kichafu. Kwa hiyo ndio maana Uislamu unatutaka tuweze kujitahidi sana. Hii kama istei watu wanaishi wanapata watoto, labda pengine mama yuko huku, baba yuko huku, mtoto hana malezi, baba mwenyewe hajielewi, mama ni mtihani, mtoto anajikuta anakuwa. Leo sisi kuna watoto ambao kwamba tunawajua kwa sababu ya mambo ambayo kwamba makosa waliofanya wazazi wao, watoto wanateseka. Na labda pengine utataka kujaribu kumchukua mtoto msaada, familia pia inakuzuia. Lakini mtoto kama huyo, dini ni mtihani, dunia ni mtihani, hana muongozo. Mama anatoka anakwenda usiku kulala labda pengine na watu wengine huko, watoto wako nyumbani, hana habari wamekula, wamesoma, wamefanya nini. Ndio maana mwanzo tulisema kwamba kumchagua mama ni katika swala muhimu sana, kwa sababu athari yake ni kubwa mbele, ambayo kwamba inaweza kuja kukuumiza kwa muda mrefu, na wewe mwenyewe ukiwa unaumia na jambo kama hilo. Kwa hiyo katika haki muhimu ambazo kwamba tunafaa kwa watoto wetu, au ni wajibu kwa watoto wetu na familia zetu vile vile, ni kuwalisha haramu. Ni kuwalisha chakula cha halali afya. Kwa hiyo halali ni kitu ambacho kwamba tukiweke mbele katika kutafuta kwetu. Tujitahidi kwa asilimia nyingi au kwa asilimia 100 kuepuka yale mambo ambayo kwamba ni ya haramu, kwa sababu haramu inaweza ikapelekea sehemu mbaya. Lakini vile vile haramu
kula haramu inapelekea kuweza kuto kujibiwa dua. Ndio katika safari hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam anaelezea mtu ambaye kwamba ana safari ndefu. Msafiri tunajua kwamba ni mtu ambaye kwamba dua yake hairudi, lakini msafiri kama huyu ambaye kwamba anasafiri safari ndefu lakini anaomba dua na ananyanyua mikono mbele ya Mwenyezi Mungu. Tena Mtume anasema asharatha abara, anaomba akiwa yeye mwenyewe ni mchafu, ana mavumbi, lakini dua mbele ya Mwenyezi Mungu haijibii. Kwa nini haijibii? Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtu kama huyu chakula chake ni haramu, mavazi yake ni haramu, na amekuzwa kupitia haramu. Yaani kitu ambacho kwamba anakula katika maisha yake ni haramu, anazunguka katika haramu, vyakula ni haramu, nguo ni haramu. Kuna watu ambao kwamba wamedhulumu ardhi watu wengine na labda wanaishi katika ardhi kama hizo. Yaani wewe unazaliwa katika haramu, unakuwa katika haramu, unakula haramu. Tena wengi katika watu basi hivi ndio ambavyo kwamba wanaishi katika ulimwengu wetu leo. Kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo kwamba ukitaka kumkuza mtoto ambaye kwamba ni mtoto mzuri, ambaye kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mtoto mwema ni moja katika zile sadaka, ni moja katika mambo ambayo kwamba yatakunufaisha, ambayo kwamba akasema ni sadaka tunjaria au ilmu yuntafa'u bihi. Hizi ilmu ambazo kwamba tunazisomesha, moja katika hizo, katika hayo ni kwamba ni mtoto mwema. Sasa mtoto mwema hawezi kuwa kwa ikiwa atalifu haramu, ni ngumu sana. Kwa hiyo hapo tunaweza kujitahidi sana katika swala kama hiyo. Lakini jingine ambalo kwamba tunafaa kulifanya kwa upande wa watoto ni usawa. Tunasema kwamba hawa watoto waweke katika daraja moja, yaani isiwe mmoja kwamba wewe unamtanguliza katika mambo, mwingine labda pengine unamdharau. Hili hata kama unalea mtoto wa jirani, unalea mtoto wa mtu mwingine, basi jitahidi waweze kufanya uadilifu kwa vile kiasi unachoweza. Ule uadilifu wako pia unaweza ukaleta athari kwa hawa watoto, kwa sababu asili ya adala kitu hivi uadilifu. Wewe ikiwa ni mtu ambaye kwamba ni mwadilifu, basi uadilifu una athari kubwa kwa jamii, kwa familia na kwa jamii kwa ujumla. Ndio maana wakati mmoja Sayyiduna Umar radhiallahu anhu alionekana amelala chini ya mti, wakati ambao kwamba yeye ni kiongozi, amelala chini ya mti ambapo kwamba amelala. Mmoja akamuona akasema kwamba kweli Sayyiduna Umar uadilifu umeeneza uadilifu, yaani mpaka kiasi ambacho kwamba amani imeenea. Amani ya kiongozi au uadilifu wa kiongozi unaweza kupelekea amani katika jamii. Leo katika nchi zetu ambazo kwamba tunaishi au ulimwengu ambao kwamba tunaishi, tunang'ang'ana amani. Amani inatokana na nini? Ikiwa kiongozi atakuwa mwadilifu, hata hakuna haja ya kusumbuana. Lakini tukiona kwamba huku chini kuna matatizo, tuanze kuangalia kutoka juu, kuko sawa. Ndio kuna wakati mmoja kuna mtoto tulikuwa tunamsomesha madarasa, tunamwambia swali. Mtoto wewe swali, kijana mdogo miaka kama 7 hivi. Anasema nyinyi mnanisumbua tu mimi ni swali, wakati hata baba mwenyewe haswali. Subhanallah. Anasema hata baba haswali, angalia mtoto. Kwa hiyo anaona nyinyi baba mwenyewe, baba anaona ndio kigezo chema, kila anachokifanya baba ndio sahihi, lakini hata baba mwenyewe haswali, nyinyi mnanisumbua ni swali. Na niamsha alfajiri hapa mimi nakosa usingizi, nataka kulala, na naambieni swali. Na alikuwa analelewa sehemu nyingine, halelewi na baba yake. Baba yake waliachana na mama yake, akachukuliwa na anti yake. Sasa anamwambia anti yake, mnanisumbua kuswali. Baba haswali. Wewe baba unadhani kwamba kwa mtoto huyu unategemea nini? Ikiwa baba wewe mwenyewe mtoto amekufanya ndio mfano mbaya, unategemea kwamba akikuwa huyu mtoto atakuwa vipi? Mwenyezi Mungu atuongozee watoto wetu
Lakini swala la adala pia ni katika swala muhimu sana. Pia tena swala muhimu sana, jitahidi sana kwa kadiri ya unavyoweza. Kuna mtoto labda unaweza kuwa unampenda zaidi, na hii ni kawaida. Huwezi kuwa na watoto wawili au watatu ukao wote unawapenda sawa sawa. Lazima kuna mmoja utakuwa unampenda zaidi, ima moyo wako kwa ajili ya kumili kwake, au labda pengine kwa sababu ya vile alivyo. Kwa sababu za kumpenda mtu zinaweza kupatikana nyingi. Wakati mwingine inatokea tu kwamba unajikuta kwamba unampenda fulani. Wakati mwingine labda pengine kwa sababu ya vitu ambavyo kwamba anakufanyia mtoto huyu labda pengine unamtuma anaenda kufanya afanye, au huyu unamwambia labda fanya hivi, yeye ndo hajaambiwa kachafanya kitu, au anakuuliza kabisa, baba unataka nikufanyie nini? Lakini ala kulli hali zote zile mambo, masala ya mavazi, masala ya kuwaita watoto kuwaweka mbele, basi waweke kwa njia ambayo kwamba wanajiona kwamba wote mbele ya baba yao au mbele ya mlezi wao wako sawa. Wasione kwamba mwingine labda pengine anapendwa zaidi, mwingine hapendwi zaidi. Inaweza kupelekea pia kuingia katika matatizo ambayo kwamba anaweza kuingia katika matatizo. Ndio mmoja katika Ibn al-Qayyim anazungumza kwamba wale ulamai au wazee ambao kwamba walikuwa wa zamani katika swala la watoto kuwaweka sawa sawa, ilikuwa ni kwamba hata katika masala huyu labda pengine amekuja ukamkisi mtoto vile unavyokisi watoto, basi na huyu anafanya vile vile. Kwa wote wawili anafanya yote ambayo kwamba huyu amemfanyia hiki na huyu lazima amfanyie hiki. Haijalishi huyu yukoje na huyu yukoje, anafanya hivyo. Tena kwa mfano kama watoto wa kike ni watoto ambao kwamba wanakuwa na wivu sana. Yeye anataka aonekane yeye ni wa mbele. Anataka umfanyie labda pengine ukifanya huyu kidogo tu, anataka umfanyie zaidi. Kwa hiyo tujitahidi katika kuliangalia mambo kama hili. Lakini labda pengine ulama wamezungumza katika masala ya uadilifu kwamba je, kati ya mwanamke na mwanaume, kwa sababu hapa hata katika masala ya mirathi pia tunajua kwamba ugomvi mkubwa ambao kwamba tuko nao leo ni masala ya mirathi, mpaka imepelekea wengine baadhi ya dada zetu kutoka katika Uislamu. Kwa sababu gani? Uislamu umempendelea mwanaume, lakini labda pengine yeye hajajua majukumu yake au majukumu ya hayo mwanaume kwamba yeye anatakiwa kusimamiwa na huyu mwanaume. Ndio katika ile aya iliyosema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum ba'd wa bima anfaqu min amwali. Moja katika sababu ni tafdhili ya mwanaume, ni ndio maana anafaa kumsimamia mwanamke, lakini pia katika mambo mengine lazima yeye atoe kwa huyu mwanamke. Kama ni mke, wewe ndio unatakiwa kumlisha. Kama ni dada yako mdogo, ni wewe ndio unatakiwa kumsimamia katika mambo ambayo kwamba ya haki zake zote, muda wa kuwa bado hajapata mume na masala mengine yote. Hata labda pengine ameachika kule, atarudi kwake, na mwanaume ndiye ambaye kwamba anatoa mahari. Mwanaume ndiye ambaye kwamba anatoa mahari, mwanamke hatoi mahari. Labda kwa wale ndugu zetu, wale labda pengine ndugu zetu kule kwa wao mwanamke ndiye anatakiwa atoe mahari. Mpaka nimesikia kisa kimoja, Mkikuyu alioa Mhindi. Sasa huyu Mkikuyu anasumbuliwa na wazazi. Mwambie huyo Mhindi alete mahari kwetu. Lakini na yule Mhindi naye anamwambia wewe ndio unatakiwa ulete mahari kwetu. Sio mimi nilete kwetu. Wewe ndio unatakiwa ulete kwetu. Ndoa ikavunjika. Sasa Uislamu umetuelekeza kwamba mwanaume ndio unatakiwa kutoa mahari. Kwa vile infaqi hii, na vile ndio unatakiwa kumsimamia mwanamke katika chakula, kumsimamia mwanamke katika mavazi,
kumsimamia mwanamke katika mambo yote. Ndio ustadhi amesema kwamba mwanaume wewe unafaa kuwa kiongozi. Kuwa kiongozi ni kwamba ukiwa utasimama na majukumu yako kisawasawa, basi kweli uongozi wako utaonekana. Lakini ikiwa kuna mahali ambapo kwamba utakuwa una shida, basi wewe mwenyewe ndio unaweza kusababisha nyumba yako kuharibika. Na sababu ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanya kwamba sisi tuweze kuwasimamia wao kwa sababu ya dhaifu ambayo kwamba wakati mwingine wako nayo. Labda wakati mwingine mume au mke anaweza kuwa labda anajiweza zaidi katika masala ya mali, lakini bado inatakiwa wewe ndio umsimamie katika zile haki. Ndio maana hata dini imetueleza kwamba wewe unapewa mwanamke unafaa kumweka katika daraja hile. Unaenda kuchukua labda pengine mtoto wa president, unataka aje aishi maisha ya huku chini, halafu tunasema kwamba wakati wanawake wamekuwa baya. Hapana, wakati mwingine ni sisi tunakosa mafundisho ya dini ya Uislamu. Ndio maana tunajikuta kwamba tunataka kufanya kwa vile ambavyo kwamba kwa sababu Uislamu umeamrisha kuoa au nataka tuoe, unafaa kuoa yote. Hata huyo kuoa unafaa kumwangalia wapi ambapo kwamba unamtoa na unakuja kumweka wapi. Uislamu unafaa watu kuinuana juu, kumuinua kutoka pale alipotoka mpaka pale alipo. Kwa hiyo katika masala ya mali ambayo kwamba tunagombana, masala ya mirathi, ni kwamba mwanaume anarithi 2% au mara 2 ya mwanamke, kwa sababu huyu mwanamke ikiwa lolote litotokea usimamizi unarudi kwa huyu. Swala la kumnunulia nguo ni wewe. Kaka ambaye kwamba umerithi mara 2. Sasa huyu yake itakuwa yeye amekaa nayo, anaweza kufanya anachokitaka, lakini uwajibu bado unarudi kwako. Sasa kama uwajibu wewe unafaa huyo mlishe, unafaa umnunulie nguo, mahala pa kukaa, halafu bado tena urithi, kama ni swala la mirathi ije sawa sawa na wewe, hapo utakuwa umedhulumiwa. Na bila shaka wewe utakuwa umedhulumiwa. Ndio maana hikma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuamrisha maamrisho, Mwenyezi Mungu haamrishi kitu isipokuwa hicho kitu kina faida. Na ukijaribu kuangalia maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mengi, basi ukijaribu kuingia ndani utakuta kwamba ndani ya maamrisho kama hayo kuna faida ambazo kwamba zinapatikana nyingi sana. Katika mambo pia katika haki ambazo kwamba za baba kwa jamii, tulizungumza pia swala la dua. Mwenyezi Mungu awaongoze watoto, lakini pia namna gani unaweza kuangalia au kuchunguza mahitaji ya watoto na kukaa nao na kurekebisha yale matatizo yao. Kuna baadhi ya wazazi ambao kwamba labda pengine mtoto atarudi shule, atamuuliza umepewa homework? Atajibu ndio. Umefanya homework? Ndio. Kazi imeisha. Lakini mzazi haulizi swala. Tena najua wengi katika wazazi hapa ndio ambapo kwamba tunafeli. Swala labda pengine umekwenda madarasa. Sijaenda madarasa. Kwa nini hujaenda? Imetoka. Lakini asipoenda shule atapata fimbo. Lakini katika masala ya kuhili mashaki, ile namna ambavyo kwamba unatakiwa kukaa na watoto, ni jukumu lako kuangalia na kufanya usawa katika mambo, katika jambo kama hilo. Na katika haki pia ambazo kwamba ziko kwa wazazi, ni wakati mwingine kutenga kabisa muda. Labda pengine kazi ni nyingi, lakini jaribu kutenga muda ambao kwamba unaweza kukaa na watoto wako, kuwauliza vipi ambavyo kwamba labda pengine wanaishi mtaani, wanaishi. Wakati mwingine waulize hata ustadhi ambaye kwamba anawafundisha, mnamuona labda pengine watoto wanamchukulia ustadhi ni kama adui. Sasa kuna wakati mwingine saikolojia za watoto zinaharibika. Tena kitu muhimu ambacho kwamba tunatakiwa kukijua wazazi, ikiwa sisi wazazi hatutokuwa na mpango wa kuwatengeneza watoto wetu
namna gani unatakiwa kuishi malezi ya Kiislamu. Kuna watu ambao kwamba huko nje wanawataka sana hawa watoto wao wawaingize katika hali zao, wengi sana. Na kwa bahati mbaya sisi wazazi tunaona kwamba watoto wanakwenda shule, tunajua huko mtaani wanachanganyika na nani, wanafanya nini. Kuna sehemu moja tulienda kawaida, tulitaka kuanzisha dawa, tukaambiwa kwamba kuna kundi ambalo kwamba limekuja sasa, hiyo dini sijui ni dini gani, wao wanalenga watoto tu. Watoto, wewe hujui mtoto ameenda mtaani amefanya nini, hujui ameishi na nani. Kwa mfano kama likizo kama hii, unataka mtoto astarehe, atoke aende akacheze akafanye nini, akose mafundisho ya dini, lakini huko mtaani kuna watu wanamsubiri. Wewe unataka asome aende labda pengine akuwe profesa, akuwe daktari, akuwe nani, lakini kuna mwingine pia naye ana malengo kule, anataka awe nani. Ndio maana tunatakiwa malengo ya watoto wetu tujitahidi sana katika hili, kusimama na maustadhi, kuona watoto wetu wanaweza kwenda mbele. Kuna baadhi ya wazazi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amewajalia, na Mwenyezi Mungu awazidishie moyo wa kutaka kweli watoto wasimame na wanasimama na maustadhi. Lakini kuna wazazi wengine ni mitihani, mpaka kiasi ambacho kwamba sasa imekuwa maustadhi kufanya kazi za madarisi ni kazi ngumu kulingana na mazingira ambayo kwamba wanazifanya. Na hawa ndio tulitakiwa kuwa nao bega kwa bega, kuhakikisha kwamba mtoto amefika madarasa, amesoma nini, wakirudi nyumbani muulize umesoma nini, amefundishwa nini. Kama vile ambavyo kwamba akirudi shule unamuuliza, na vile vile madarasa inatakiwa hivyo, sio kwenda kumtupa. Juzi nilikuwa na rafiki yangu mmoja anafundisha Pangani boarding, amepata, kuna mtoto ana shida, ana matatizo haya ya majini na nini, anasumbuka. Akanipigia simu ananiambia kwamba tunaweza kumsaidia vipi mtoto. Nikamwambia tunaweza kumsaidia labda pengine kutafuta labda baadhi labda ya madawa kama Mwenyezi Mungu atajalia, au kumfanyia visomo, tunaweza kumfanyia Mwenyezi Mungu akampa shifa. Akanambia huyu visomo tunaweza kumfanyia, lakini hizo dawa wacha kwamba kumwambia baba yake swala la dawa. Huyu toka alipoletwa hapa mpaka leo hata simu haijapigwa. Yaani kama vile mzazi amekwenda kumtupa bodi, huyu bwana aache kunisumbua huku nyumbani basi. Sasa haya ni mambo ambayo kwamba ndipo wazazi tunapokosea. Kuna wakati ambao kwamba wewe unatakiwa labda pengine kuna tatizo kule ambalo kwamba unafaa kulitatua. Ana maradhi ambayo kwamba mwalimu anatakiwa kujua, labda kuna uwezekano wa kusaidika, lakini wewe kwa sababu umemtubia mwalimu anaona kwamba sasa hapa natubiwa majukumu mazito. Kwa sababu sasa yale ya wazazi yanakuja kwangu mimi, niwe kama mzazi, niwe kama mwalimu, niwe ashike vitengo vyote, au ashike daraja zote ambazo kwamba kwake yeye inakuwa na ugumu, inamuia ugumu, kwa sababu labda pengine na yeye mwenyewe kipato chake, tunajua vipato vya walimu wa madarasa. Au hiyo ni siri yetu? Ndio hivyo ustadi. Hiyo ni siri yetu. Lakini kwa namna yoyote tunatakiwa kushikamana na walimu ili kuweza kufanikisha huu mujitama. Hauwezi kufanikishwa ikiwa walimu watashindwa kutengeneza, na hili zaidi lirudi kwa wazazi. Ikiwa wazazi watashindwa kushirikiana na walimu kwa ajili ya kutengeneza watoto, basi nadhani huko mbele tunaweza kuja kuwa na hali mbaya zaidi ambayo kwamba tuko nayo sasa. Kwa hiyo ili kutengeneza community yetu, tukae na walimu wetu wa madaris, tukae na maustadhi wetu na mashehe zetu, kuona namna gani watoto wanaweza wakaenda mbele. Tena wakati mwingine labda pengine ikiwa wata kule kwamba mtoto anakuja madarasa, bali hata yale mambo ambayo kwamba yanahitajika madarasa, kuna majukumu ambayo kwamba yanahitajika, kuna mengine kama hivyo, labda pengine sehemu nyingine sisi tunasoma baina al-maghribi wal isha, mtoto yuko madarasa. Sio wote, kwa sababu sidhani kama wote wanaweza kuwa na akili moja. Wanasoma baada ya swala alfajiri. Lakini kuna watoto ambao kwamba hata hii saa 2 halafu akitoka hapo anakuja saa 3 mpaka saa 7.
Saa 7 wanapumzika, saa 8 tunarudi madarasa, saa 10 ndio wanakwenda kupumzika. Na baadhi ya wazazi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amewafungulia nyoyo kuona kwamba ustadhi ndiye ambaye kwamba anafaa kutuongoza. Hata linapotokea swala, kuna baadhi ya watu ambao kwamba wananipigia simu, ustadhi, ni jambo nataka kufanya swala kama hili, hili ni halali ni haramu. Wengine mpaka katika kazi zao ambazo kwamba wanazifanya na biashara zao, kimwambia ni haramu hafanyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona kwamba dini ndio ambayo kwamba ya mbele. Leo katika maisha, leo nipo, kesho sipo. Nani ambaye kwamba anajua baada ya hapa ataishi miaka mingapi mbele? Nani ambaye kwamba anajua atafika kesho? Hivi kama wewe leo utafariki, ni nini ambacho kwamba umekiacha ambacho kwamba kitaweza kukusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu? Kama huna ulichokiacha, ni kipi ulichokifanya ambacho kwamba kitakwenda kukusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo tujitahidi wazazi kushikamana na walimu. Naona inshallah nimepitisha na dakika 2 afwan kwa hili, lakini wa ila huna ntahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Afwan, nataka kuuliza swali hapo kwa masuala ya mahari, kwamba mwanaume ndio anafaa kutoa mahari. Sasa imetokea kwamba wewe ni mwanaume, sema labda hauna uwezo, ama labda kuna binti umemwona mahali wataka kumuoa, alafu huyu binti labda kwa wana uwezo, akwambia mimi niko tayari kukupa hayo mahari, wewe unitolee. Vipi hapo? Swali langu inshallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni swala ambalo kwamba ni swala zuri sana kwa sababu tunatofautiana katika kila hali. Tunatofautiana kiakili, tunatofautiana kiupendo, uwezo wa mali, labda pengine kiilmu na kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba tofauti. Kuna mwingine anazaliwa tu, labda pengine kuna mwanamke mwingine hata amejitafutia mwenyewe. Swala la mahari, kwamba mwanamke kutoa kumpa mwanaume, akikupa ile ni haki yako. Sasa unaweza kutumia vile ambavyo kwamba wewe unataka, kumtolea mahari, kufanya kitu chochote. Kufanya kitu chochote ni swala ambalo kwamba liko sawa. Si haramu kwamba mwanamke kumpatia mwanaume kitu chochote ili mradi labda pengine aweze kunufaika. Wacha umtolee mahari, hata labda pengine akiamua yeye mwenyewe, bwana mimi niko tayari kujisimamia chakula changu na nyumba yangu na kila kitu, mnataka tu uwe mume, iko sawa. Lakini sasa mushkeli unakuja kwamba huu ni wajibu wake, yeye ni fungu lake kwako, anatakiwa kulipata. Ikiwa atasema kwamba kuanzia leo sijisimamii tena, basi ni wajibu wako. Labda umwambie wewe, bwana hapa tena basi nenda. Ukishamwacha si wajibu wako tena. Lakini muda wa kuwa yuko chini ya uangalizi wako, basi anaweza kufanya. Tena wakati mwingine ni jambo zuri pia mwanamke kufanya. Unajua leo imeonekana kwamba mume ndo anafaa kufanya tu kila kitu. Sayyidatuna Khadija radhiallahu anha alipoteza karibu mali yake yote kwa sababu ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hasa pale ambapo kwamba unakuwa kwamba unafanya mambo ya kheri, ni vizuri mwanamke akiwa ana uwezo aweze kumsapoti mume wake. Kama labda pengine mambo kama haya ya kheri ambayo kwamba yanafanyika, ikiwa mwanamke ana uwezo anafaa kumsapoti akitaka, lakini kumsapoti ni vizuri zaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo kwamba mwanamke anaweza kumpa mwanaume, ikiwa ni kitu chake chochote, anaweza kumpa atoe mahari, anaweza kumpa labda pengine ajenge nyumba, anaweza kumpa afanye chochote, ana haki ikiwa ni chake mwenyewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na tulikuwa na program mara mbili. Kuna ndugu zetu ambao kwamba pia sio Waislamu ambao kwamba wamejumuika na sisi.
Kwa hivyo tutakuwa na program nyingine ambapo kwamba watakuwa na nafasi ya kuuliza maswali na watajibiwa, lakini hiyo program itafanyika baada ya lunch inshallah. Na pia walillahi alhamdu, kuna ndugu zetu ambao kwamba waliposikia tuko na warsha kama hii wakajumuika pamoja na sisi. Ni wanafunzi kutoka Namanga pale Al-Furqan kwa ajili ya mambo ya usafiri. Ilikuwa wao waanze patiwe nafasi ya mbele, lakini kwa ajili ya mitihani ya usafiri ikawa kidogo wamechelewa kwa dharura na dhurufu za njiani. Kwa hivyo na wao pia tutawapatia fursa. Nimeelekezwa ya kuwa tunafaa kuswali saa 7:30, na wazungumzaji ambao kama wamebakia katika majali ya kuzungumzia masala ya da'wa ni wazungumzaji watakuwa ni 3. Kwa hivyo ikiwa sasa nafikiri ni saa 6:30 sio? Tunatakiwa tuswali saa 7:30. Kwa hivyo tuko na lisali moja. Hili lisali moja tutawaomba wazungumzaji wote 3 watagawana inshallah dakika 20 kila mmoja. Kwa hivyo tutaanza kwa brother Abdurrazak Mahmud ambaye kwamba atazungumza dakika 20 za mwanzo, alafu akimaliza kuna ndugu yetu Sheikh Suleiman kutoka katika Salim Da'wa ambao kwamba wako pamoja nasi, atachukua dakika 20 zitakazofuatia, alafu tutamaliziwa na ndugu yetu Shuaib Said ambaye kwamba pia ametoka Al-Furqan, atatumalizia, alafu tutakuwa ni wenye kuswali. Baada ya swala tutakuwa na chakula kidogo cha mchana. Baada ya hapo tutafanya program pia. Ndugu zetu ambao kwamba si Waislamu wamehudhuria, tutakuwa na program nyingine inshallah baada ya swala. Na pia wale ambao kwamba katika yale yatakayozungumzwa watakuwa na maswali, basi yale maswali tutayaweka katika ile nafasi ambayo kwamba itakuwa pale baada ya tabaruk inshallah. Kwa hivyo tumuomba Abdurrazak Mahmud faliyatafadhal mashkura.